updates za kimataifa na masuala mengine kupitia kwenye mitandao hiyo. Sasa ndugu yangu, yako mambo mengi, lakini miongoni mwa taarifa kubwa inayoendelea kuzungumzwa hapa ukanda wetu wa Afrika Mashariki ni yanayojiri baada ya uchaguzi wa Uganda. Uchaguzi wa Uganda baada ya kumalizika ile mwezi uliopita, mwezi huu tarehe 15, umekuwa unaendelea kuwa na story nyingi, mfululizo wa matukio. Sasa miongoni mwa waliozungumzwa jana ni rais mteule wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amewasilisha ombi kwa mahakama kuu ya Uganda kuitaka mahakama hiyo ipuuze pingamizi lililowekwa dhidi ya uchaguzi wake wa urais, akisisitiza kuwa uchaguzi wa Januari 15 ulifanyika kwa mujibu wa sheria kwa usahihi. Kupitia wakili wake, licha ya likizo ya umma, Museveni ameeleza kwamba kama hakulikuwa na makosa madogo madogo yoyote ambayo anayakanusha kwa nguvu hayakuwa makubwa vya kutosha kuharibu matokeo au kuhitaji mahakama kufuta uchaguzi wa urais. Anapeleka ombi kupitia wakili wake mahakamani, anaomba kama kuna pingamizi lolote huko lifutwe. Changamoto kama zilikuwepo ni ndogo ndogo mno, hazitoshi kufutilia mbali matokeo ya urais. Yes, chama cha Bobi Wine kilikuwa kinapanga kwenda mahakamani kuhakikisha kwamba wanaenda kupinga matokeo ambayo wao wanahisi kwamba hayakuwa matokeo halisi. Wanaamini kwamba wameibiwa kura katika uchaguzi ambao ulifanyika Januari 15. Kwa hiyo mzee Museveni naye anajenga hoja kwamba yeye aliweza kushinda na anaiomba mahakama, wanaitaka mahakama kuhakikisha kwamba kesi ambayo itakuja mahakamani isiwe sehemu ya mpango ya kuweza kusikizwa, sababu naamini kwamba kesi hiyo bado haina msingi wa kisheria. Na kumbuka hii ni kauli ambayo inatoka kwa mheshimiwa rais mteule ambaye ameteuliwa katika nchi ya Uganda. Na kabla hapo zimekuwa zikitoa kauli nyingi sana, kufunguliwa kwa mtandao, kutazama watu kuzungumza kwamba mtandao umefunguliwa itakuwaje, kuzungumza kwa mfano makundi yana harakati na haki za binadamu kwamba baada ya mtandao kufunguliwa sasa kwa nini ulifungwa. Kwa hoja zimekuwa ni nyingi kwa kweli. Namna gani siasa za Uganda zimekuwa ni sehemu ya msingi katika kuhakikisha kwamba yale makundi yana harakati au itikadi kali yanakuwa sehemu ya msingi ya kupinga. Lakini kutazama Mtei, kauli hiyo inaenda sambamba na kauli ya Jenerali Muhoozi, ambaye anasema kwa sababu baada ya matokeo kutangazwa tukashuhudia Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema kwamba inatathmini uhusiano wake na nchi ya Uganda kwa zile changamoto ambazo wanahisi kwamba zimetokea. Kwa wanatathmini, na moja wa seneta nchini Marekani anasema kwamba wanaweza kufikiria kwamba waweza kukata uhusiano nchi ya Uganda hata kuweza kuwekea vikwazo. Hoja hiyo ambayo imetolewa na nchi ya Marekani inakuja kujibiwa na Jenerali Muhoozi, mkuu wa majeshi, kwamba anasema Jenerali Muhoozi, namnukuu, kwamba wakiwekewa vikwazo na Marekani na wao watawekea vikwazo vile vile nchi ya Uganda. Kwa watalipa vikwazo vya Marekani na vikwazo dhidi ya Uganda. Hiyo maana yake ni kwamba sasa inakupa tafsiri kwamba Uganda, mtazamo wake na sera yake ya mambo ya nje ni watu ambao hawataki kuamuliwa nchi ya kufanya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nchi ya Uganda ni mojawapo ya nchi za chache za nchi za Kiafrika ziliweza kupinga, kama nakumbuka, kile kinachoitwa sheria za mapenzi ya jinsia moja. Uganda ni mojawapo ya nchi ambayo ilipitisha sheria bungeni kabisa na kupinga, na zilipigwa kelele nyingi sana katika jumuiya ya kimataifa, hususan Marekani. Na hata spika wa bunge wa nchini Uganda aliwekewa vikwazo kwamba yeye hatakiwi kusafiri katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo ukitazama mtazamo wa Uganda dhidi ambao wanaitwa wale mabwana wakubwa umekuwa ni tofauti. Vile vile Museveni katika mtazama kuna hotuba zake nyingi amekuwa akizituhumu nchi za magharibi, na amekuwa akizita mwenyewe kwamba nchi za kibeberu kwa zimekuwa zikiingilia maslahi ya nchi za Kiafrika. Na kuna vitu vyako mingi kuanzia Afrika Mashariki, kuanzia kuna SADC, kwa mfano kuna AU, amekuwa akitaka Afrika iache kukumbatia dhana ya ukoloni mambo leo. Sasa inapokuja kusema kwamba anaitaka mahakama moja iweze kuto kusikiliza kesi. Lakini ya pili, kauli ya mkuu wa majeshi kusema kwamba wakiwekewa vikwazo na wao watawekea. Lakini cha tatu kusema kwamba kuna baadhi ya vyama, hususan anakitumu chama cha Bobi Wine kwamba vimekuwa ni vyama ambavyo vimekuwa vikitumika na mabwana wakubwa kwa lengo la kuvuruga amani
ya nchini Uganda. Na unafahamu kwamba mzee Museveni amekuwa ameodhi mifumo ya nchi kama kwamba inaitwa ile instrument of state power. Kwa hiyo yeye ndo ana nguvu zaidi. Kwa hiyo hii kauli ya jana ya mwanae mkuu wa majeshi imeenda kutoa mtazamo kwamba Uganda sio taifa ambalo linaweza tukachezewa, lakini zaidi sana taifa ambalo limekuwa halipangiwi na kuamriwa nini cha kufanya. Na umekuwa kijinga hoja kwamba wao ni watu ambao wanajua siasa za magharibi, kwa sababu nchi walivyoipata wameipata msituni, wamepambana. Kwa mustakabali wa Uganda lazima uweze kuamuliwa na Waganda wenyewe. Sio wa Marekani wala sio nchi ya Uingereza. Haya bwana, hiyo ni kutokea Uganda na ni muendelezo wa yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa baada ya uchaguzi mkuu wa pale Uganda, na tutaendelea kukupa update mbalimbali kuelekea kwenye kuhitimisha zoezi hilo zima, kwa sababu ni kama linafikia mwishoni. Lakini kwa wenzetu Kenya, basi nikukumbushe na nikupe tu update ya yule mwanamama au mwanabinti ambaye tuliwahi kuripoti taarifa yake hapa ya kutaka kuvunja rekodi ya dunia ya kukumbatia mti saa 72 ili kuhamasisha watu kulinda mazingira. Lengo lake alitaka atambulike kidunia. Sasa wakati anafanya hivyo, kama wiki hiyo ilitolewa taarifa na GWR, Guinness World Record, wenyewe wakisema wameiona taarifa hiyo kwenye mitandao, wanaanza rasmi uchunguzi. Sababu wale ukifanya kitu cha ajabu duniani hawakutambui hapo na wenyewe wanafanya sasa uchunguzi wao, wana collect data zao, alafu wanakuja kutangaza kama umekidhi kuvunja rekodi au bado. Jana kupitia mitandao ya kijamii wameweka taarifa rasmi kwamba wamethibitisha kwamba mwanamama huyo ndiye anayeshikilia rekodi hiyo kwa sasa duniani ya kukumbatia mti saa 72 bila kufanya chochote, akiwa amesimama bila kulala wala kula. Kwa hiyo bwana Trufena Muthoni kutoka Kenya, Afrika Mashariki, imeingia kwenye kitabu cha kumbukumbu za dunia. Kwa hiyo ndio ilikuwa lengo lake. Kwa lengo lake atambulike hilo, na amefanikiwa. Kwa hiyo weka na hiyo update kwamba binti huyo mwenye miaka 22 ameingia kwenye rekodi. Na tukuulize pia, kama unatusikiliza, unatamani kuingia kwenye rekodi ya dunia kwa kufanya jambo gani? Au na wewe ivunje hiyo. Au na wewe uvunje hii hapo bwana. Walipambana Kenya, niliona kuna mwingine na yeye akaweka akakumbatia mti, wanaambia wewe ufiki. Na kila mtu anataka kufanya hivyo. Hiyo ni kutokea upande huu wa Afrika Mashariki. Duniani nimeona wakati huu tunakuja alfajiri hii, ni kwa kuna hotuba ya Rais Donald Trump wa Marekani,